Haiwezekani mtu akapoteza mali yake wakati Mungu yupo. Kwa leo tutasema haya majina ya Mwenyezi Mungu matatu ambayo yana kazi na faida kubwa sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh, wapenzi watazamaji wa Jawabu TV. Karibuni sana. Hakika leo ni siku nzuri tena na tumerudi hapa kumtembelea mwalimu wetu Sultan Sheikh Sharif. Kikubwa zaidi ni kwa ajili ya kupata mwendelezo wale madarasa ambayo mara kwa mara huwa mnahitaji, na leo tupo naye tena hapa. Chakuwa si tu ni kwamba endeleeni kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Hakika tutajifunza mengi sana, lakini kabla hatujaendelea naomba kwanza nimsalimie kwa sababu nasema salamu inafungua na kuongeza mengi sana. Ali. Ndio. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh Januari. Naam. Naam habibi. Hivi maendeleo? Mshukuru Mwenyezi Mungu tuko sawa. Kupitia Jawabu TV. Naam. Bwana, kabla hatujaendelea nikupongeze. Kwa sababu licha ya kwamba unabanwa na majukumu mengi sana. Naam, ndio. Lakini madarasa kwa sasa hivi at least hayapishani sana. Alhamdulillah. Sababu muda mwingine simu zinakuwa nyingi. Mara nyingi zinapitia kwangu. Kwa sababu huko pia bado wanasema foleni ni kubwa. Kwa hiyo wananikumbusha sana, mkumbushe mahali madarasa yawepo mara kwa mara kwa sababu yanatufungua sana. Yasichelewe na bila shaka kwa hali inavyoenda basi kuna kitu kipo. Ndio. Kwa hiyo hongera sana kwa hilo. Nashukuru, asante. Na tumuombe Mwenyezi Mungu iwe na muendelezo katika namna hiyo hapo. Amina ya Rabb. Watu wanajifunza vitu vingi sana. Ndio. Kwa hiyo katika siku ya leo nikukaribishe tuendelee pale tulipoishia. Tuambie umetuandalia darasa gani? Nashukuru. Karibu sana. Nashukuru sana. Asante. Naam. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad sayyid sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ndugu zangu watazamaji wetu wa Jawab TV, awali baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sayyid sallallahu alaihi wasallam, lakini hatuna budi kuwashukuru nyinyi watazamaji wetu kwa kutuchagua na kutenga muda wenu, masikio yenu kutusikiliza. Hili ni jambo kubwa sana, na hakika kama si wao leo tusingelikuweko hapa. Pamoja na kwamba inawezekana madarasa yakawa yana manufaa makubwa kwao, lakini kile kitendo cha mtu kukuchagua na kuamua kukusikiliza si jambo dogo, katika mambo makubwa sana mno. Na hawa watu wetu ambao wanatusikiliza ndio watu wanaotufanya tusikilizwe. Nafahamu hilo. Yaani kuna mtu anamconvince mtu, bwana sikiliza hapa. Wako watu hao. Ni kweli. Kwa inawezekana kwa namna moja ama nyingine kuna watu ambao wanafanya kazi kubwa sana ili sisi tuweze kusikika mbali zaidi. Kiukweli Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri kwa jitihada zenu na juhudi zenu mnazozifanya, lakini hata kule kuweko na mtu akakaa asubuhi mpaka jioni au akatenga muda wake katika siku akatusikiliza pia vile vile ni jambo kubwa sana hilo, ambalo tuna haki na tuna kila sababu ya kuwashukuru. Kama ulivyosema Januari, tumeweza kukutana tena kwa mara nyingine. Si kwa nguvu zetu wala si kwa ujanja wetu wala si kwa uwezo wetu, bali ni taufiki na mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuweza kutukutanisha tena. Katikati yametokea mengi katika hii dunia, wengi wamepitia mengi, lakini Mwenyezi Mungu mimi na wewe ametuamanisha. Tuko salama na yule anayetutizama. Na kama yapo Mwenyezi Mungu aliyotukadiria, basi hayo aliyotukadiria yatufike, yatuondoshe. Amin. Kama ni maradhi yatuondoshe, kama ni shida za riski na vitu vinginevyo vingi. Manake ugonjwa wetu mkubwa sasa hivi ni mambo mawili, riski na maradhi. Ndio vitu vinavyoiumbisha dunia. Kwa kama Mwenyezi Mungu ametuonda kwa hayo, atuondoshe hayo. Tujalie salama, tupe amani sisi
na ndugu zetu ambao wanatusikiliza muda huu. Amin. Pamoja na hayo, Januari ni ada yetu hii, tukikutana basi tunajuzana mambo mawili matatu yenye faida ambayo yanaweza katunufaisha katika dunia yetu na akhera yetu. Vivyo hivyo leo pia yako mambo ambayo muhimu sana takayoyazungumza ama kuyaelezea ambayo yataweza kutunufaisha sana na kutufaidisha katika dunia yetu hii ya leo na ulimwengu wetu wa sasa. Tuna kila sababu na tuna uhitaji mkubwa sana wa kuyajua mengi kulingana na hii dunia inavyokwenda. Leo tutaenda kuyaangazia majina na sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kwanza tutambue kwamba majina ya Mwenyezi Mungu na sifa zake yote na sifa zake zote, kila jina moja lina kazi yake. Na kila sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hivyo hivyo ina siri yake, ina utukufu wake, ina kazi yake. Na hata Mwenyezi Mungu alivyoumba hii dunia, kuna baadhi ya sehemu ameweka jina lake fulani, kuna baadhi ya sehemu ameweka jina lake fulani, kuna baadhi ya sehemu ameweka sifa yake fulani, na hivi alivyoviweka vinafanya kazi tofauti tofauti. Sawa sawa, kwa hivyo majina ya Mwenyezi Mungu yako 1000. Ukija katika idadi kamili ya majina ya Mwenyezi Mungu yako majina 1000 ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambayo majina haya yamekusanywa yakawekwa sehemu moja. Kuna kitabu kiko kinaitwa Jawshanul Kabir. Kitabu kile kimekusanya majina ya Mwenyezi Mungu yote 1000. Na ni katika vitabu vyenye siri kubwa sana. Kitabu kile mwenye kukisoma kile mpaka kakimaliza mara moja, amelisoma jina la Mwenyezi Mungu la siri mara hii moja. Kile kitabu kwa yale yamekusanywa na sifa zake Mwenyezi Mungu zimewekwa sehemu moja. Sasa Mwenyezi Mungu sisi binadamu ametujalia kuyajua, na hiyo ndiyo siri na sifa ya binadamu na utukufu wake. Mungu amemjalia mwanadamu kujua. Sawa? Anasema Mwenyezi Mungu alipomuumba mwanadamu akamfundisha asiyoyajua. Mwanadamu amejuzwa mengi sana, na kwake mlango wa kujua umekuwa wazi sana. Mungu amemjuza mwanadamu mpaka ambavyo uwezo kasema hakutakiwa kujua. Lakini Mungu amemjuza mwanadamu. Allama al-insan ma lam ya'lam. Mwenyezi Mungu amemfundisha mwanadamu yale ambayo hakuwa akiyajua. Kuna mambo Mungu ametufunulia sisi Januari ajabu sana. Ajabu kweli kweli. Kwa hivyo sisi Mwenyezi Mungu ametuwekea wazi mambo mengi. Sasa leo nitayazungumzia haya majina ya Mwenyezi Mungu ambayo yana faida kubwa sana kulingana na maisha yetu ya sasa. Hii dunia ambayo tunaishi sasa Januari ni dunia ambayo imejaa dhulma. Watu wanadhulumiwa sana na hawana pa kwenda, hawana pa kukimbilia kutokana na dhulma wanazofanyiwa. Sasa majina haya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala matatu yatatusaidia kuzitetea haki zetu ambazo zinachukuliwa na wenye nguvu na wenye mamlaka na wenye ilmu na wenye mali. Tukiyatumia haya majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutajitetea, kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza kupigana na nguvu ya Mungu. Wewe utaweza kupigana na mimi Januari, sawa? Utaweza kupigana na mimi, lakini unaweza kupigana jina la Mungu pamoja? Huo ni mfano. Mimi shekhe nacheza judo, nacheza boxer. Kwa hiyo huu mfano sio kufanya ukaona anamuingia na kutandika ushe kutandikwa. Watu wasije akaona sasa shehe bibi tena. Huyu bala kumbe anaingilika. Balaki watu wana akili tofauti tofauti. Kuna bwana kumbe taka kujaribu siku moja. Mimi nacheza judo, nacheza boxer. Bwana anayejua ngumi asemi bwana. Maneno bwana tu haya bwana.
wasije wakadibana huko, kumbe anajua kucheza ngumi huyu, subiri. Wengine wanataka kujaribu tu. Mwana mtu anataka kuvizia na panga sasa. Na judo hayo na nini, kuna Mtume Muhammad sallallahu ametufundisha hayo. Mtume anasema Muislamu mwenye nguvu ni bora kuliko Muislamu legevu. Na mtu lazima ujifunze mashwati. Hiyo ni kweli bwana. Kwa namna yoyote ni muhimu sana. Ukishindwa yote, jifunze riadha, mbio. Jifunze riadha. Ukishindwa kujifunza ngumi, jifunze riadha. Uwe basi na mbio. Maki ngumi hujui, mbio huna. Unatarajia kitu gani bwana? Wewe kupiga mbao sasa wewe. Mbio huna. Ngumi hujui. Muhimu sana watu kujifunza ngumi. Kweli. Na katika vitu ambavyo tunatakiwa sana watu wavizingatie ama tuvizingatie ni hicho pia. Katika upande huo wa mapigano, mtu usikubali ukakaa na haujui kupigana. Jifunze ngumi ili iwe ni silaha na ulinzi kwako. Haujifunzi kudhuru, hapana. Unajifunza kwa ajili yako. Kuna vijana hawa wanaitwa mapanyarodi hawa. Unaweza kukutana nao usiku wa 4 wa 5. Na wakakudhuru kama haujui ngumi. Lakini ukiwa unafahamu mapigano, unajua ngumi, kwako inakuwa ni salama hiyo. Unakuwa uko safe. Watu tujifunze jamani. Namkuta kijana wa miaka 30 ana tambi, shekhe na kitambi. Kijana alivyo yuko mongonyo. Wamekaa tu wenyewe na masimu yao mpaka shingo hii inapinda hivi. Ukimwambia kimbia kutoka hapa mpaka pale, akija anaema kama mbwa. Sasa wewe hali hiyo, una miaka 32, unapofikiri utafika miaka 50 wewe? Yaani sasa hivi tena uzuri wake kwamba mtu mwenyewe unajipima kwa afya yako. Unaona mimi kabisa mimi 70 sifiki. Utafikaje? Labda tuubadilishe mwili, tukugee mwili mwingine. Vijana tuamkeni, fanyeni mazoezi. Hakikisha kijana unakimbia, tafuta pumzi. Tafuta pumzi. Tumeligusia, lakini jambo muhimu sana. Waislamu wa zamani na watu wa zamani walikuwa wana nguvu. Mtu ana nguvu kisawasawa. Wewe leo mtu upo tu vipi? Sasa unajua at least mikoani. Mikoani huko? Sijajua lakini ki Dar es Salaam wengi ndio wanakuwa kikawaida. Lakini mikoani kuna sehemu unapita kabisa. Ili ufike hapa, unapita hapa. Kama hujapita hapa, huku inabidi iwe hivi. Yaani kuna sehemu kabisa unafika kidogo, hii ni stage. Lazima upite. Sasa huku ni tofauti kidogo. Lazima ujifunze bwana. Watu tusikae tu hivi lele mama. Hapana. Ingia, jifunze mashwat. Kwa hivyo hii dunia leo tuna mambo mengi sana ambayo tunatakiwa tuwe nayo. Kwa kama hivi mtu unajifunza ngumi na hizi silaha unakuwa nazo. Sawa? Mwingine anaweza akakudhulumu lakini hayuko mbele ya uso wako. Manake lau kama angelikuwa mbele ya uso wako, haya, huenda tukahukumia mengine ambayo pia sheria inaweza ikakubana. Ni vizuri inapotokea hali kama hiyo, basi vyombo vya dola vikahusika na vikafanya kazi yake. Lakini kuna mtu anakudhulumu yuko mbali. Na wengine, mtu mwingine anakuambia kabisa huwezi ukanifanya chochote. Huniwezi kiserikali, huniwezi kifedha, sawa, huniwezi kingumi, yani huniwezi chochote na haunifanyi lolote. Na mtu kashakudhulumu. Mimi nimepata kesi hizo nyingi. Kuna watu wengi sana jana wanapoteza mali zao. Na wengi wakilia kwamba tufanye nini. Na mtu kweli hana, anaenda wapi? Anakwenda wapi? Umeelewa? Mtu akitizama uwezo wa kifedha hana. Hata akienda mahakamani itachukua muda mrefu maskini, ili mpaka hukumu ije kutoka. Wengine sasa wanaishia kukata tamaa. Mtu anabaki kwamba basi wallah takavyokuwa na iwe. Lakini wakati huo kashapambana kwa nguvu yake, kwa kuwa jasho lake jembamba, sawa, hata likitoka halionekaniki,
basi mali yake inapotea. Sawa. Sasa watu kama hawa, haiwezekani mtu akapoteza mali yake wakati Mungu yupo. Haiwezekani ukadhulumiwa wakati Mungu yupo. Mtumie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupata haki yako, kudai haki yako, kupata mali yako. Mwenyezi Mungu ameshayaweka haya wazi. Ni muhali sasa juu yetu tufanye nini, tuyatumie vipi, yapi? Ni sisi sasa wenyewe. Kwa leo tutasema haya majina ya Mwenyezi Mungu matatu ambayo yana kazi na faida kubwa sana. Tutaanza na hili jina la kwanza la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qawiyyu. Jina hili la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio lililomhalikisha Firaun. Namrud pamoja na Firaun wamehalikishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia jina hili Al-Qawiyyu. Laana za Mwenyezi Mungu ziwe juu yao. Na kila ambaye ni dhalim kama hawa na mfano wa hawa, Mwenyezi Mungu aliwahalikisha na hili. Na yoyote dhalim anahalikika kwa hili. Kama mtu kakudhulumu, kuna mtu anamdai mtu fedha, na mtu anajua kabisa kwamba yule hela ya kunilipa mimi nayo, lakini mtu anafanya kibri tu. Tena mwingine anamfanyia maksudi. Yani umemkopesha mtu fedha na unaona kabisa huyu fedha ana uwezo wa kunilipa fedha yangu, na anafanya kiburi. Dawa yake ni hii. Usipate na tabu kwenda kuanza kushikana, kuambiana maneno ya karaha ya nini. Hapana. Wewe umemkopesha, amekuja akiwa na haja ukampa, lakini leo anakufanyia kiburi. Basi hili litumie kuipata haki yako na utaipata. Jina hili utalitumia kulisoma mara 116 kila siku ndani ya siku 7, ukiweza siku 40. Mwenye kusoma Al-Qawiyyu akadumnalo hili jina siku 40, Januari ikiingia wewe kauli inakata, yani huwezi kuongea chochote. Sasa wewe umedhulumika. Mfano mtu si ndio umemkopesha fedha, hataki kukurejeshea fedha yako, soma hii Al-Qawiyyu alafu mfuate. Jana wewe wala usimombe fedha. Kaa kimya. Fuate tu. Bwana vipi? Nimekuja. Hii imepita hii. Hivyo. Nimekuja. Ataenda kuitoa fedha ilipo na itatoka. Al-Qawiyyu. Tudumu na hili. Na hii inampa mtu nguvu ya kinafsi. Kuna mtu akimwona mtu anaweza akajikuta anacheka tu. Kuna watu wana mtindo kucheka ovyo. Mtu kuizuia nafsi yake hawezi. Au mtu anadhamiria kabisa kwamba naacha hiki kitu mimi sikifanyi na kiacha, lakini ataka siku 2 siku 3 huyo anakifuata kile na anakifanya tena. Mtu anaweza kabisa kadhamiria yule kanifanyia hili baya, na hili hata kwa watu ambao mtu anadhulumika hata kindoa. Kuna mtu anaweza kadhulumika kindoa. Na hizo kesi zipo nyingi. Yani mwanamume sasa, kwa kuwa mwanamke amempenda sana mwanamume, na hawezi kumwacha, huenda kwa mapenzi yake ama kwa fedha zake au kwa kuwa amezaa naye, basi mwanamume anatumia opportunity ile kumwendesha atakavyo yule mwanamke. Huko mwanamke ataondoka, atakaa wiki 2, atajikuta tu anarudi. Hata kama kosa kalifanya mwanamume, mwanamke itambidi tuombe msamaha ili awe naye. Na kama tunavyofahamu wenzetu hawa dhaifu. Sasa mwanamke ambaye unapitia situation hii, tumia hii Al-Qawiyyu. Tena mdhamirie, Mwenyezi Mungu nasoma hii Al-Qawiyyu nisirudi kwa yule bwana. La ilaha illa Allah. Atakuja na sota na miguu yule. Atakuja na sota na miguu. Wanawake wanapitia dhulma, na wako wanaume pia vile wanapitia dhulma mbaya. Mtu kashampenda mkewe, lakini kwa yale mapenzi mke wake anayatumia kumuumiza, kumwadhibu, na anaona kabisa hapa na kila sababu ya kuondoka, lakini anashindwa kuondoka.
Wengine hata wamefungwa kimapenzi. Mtu kaenda kamroga, mtu kampiga, kamtandika. Huwezi kutoka kwake, wewe umekuwa ni ruba. Umeshaganda katika ngozi yake, huwezi kutoka. Utavutwa uvutwavyo, ukiachua umerudi. Watu wa Dar es Salaam wanasema umekuwa kinganga. Umekuwa kinganganizi. Sasa tumia alqawiyu. Unaipa nguvu nafsi yako. Utakuwa na uwezo kusema sitaki, sifanyi. Khalas. Utakuwa una uwezo wa kuwa na amri sasa ya kwako mwenyewe kinafsi yako. Idadi yake ndogo tu, mara 116. Basi dumu nayo tu kwa muda siku 40. Alqawiyu 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 na 10 tayari hapa. Hapa. Sasa ukikaa zako vizuri mara 100 tayari na 10 hapa Januari. Maana yake ni idadi ya kawaida. Muda mfupi, dakika 20 nyingi. Ushasoma alqawiyu mara 100. Sasa dumu nayo kwa siku 40. Isome taratibu kwa utulivu. Mwenyezi Mungu kuisoma muda wowote isome. Mwenyezi Mungu ataijalia nguvu nafsi yako. Kabla tujiendelea, nakumbuka kuna kisa, kuna mwanamama mmoja amezaa na huyo bwana watoto 4. Huyo bwana hana mali wala nini, ila huyo mwanamke ndo ana fedha. Yule mwanamke kampenda yule bwana kwa mapenzi yake yote. Kampenda kweli kweli. Akamzalisha watoto. Baada ya kumzalisha watoto, yule mwanamume anawatumia wale watoto kuwa ni kitega uchumi kwa huyu mwanamke. Ameshamtamkia, akamwambia mimi wewe sikutaki. Unanibana katika mambo yangu. Na huyu mwanamke hawezi kumwacha, kashampenda, kampenda kweli kweli. Yaani kampenda kiasi kwamba mimi naongea naye yule mama, unajua mtu analia mpaka anasahau kabisa kwamba mimi hapa ninalia. Yaani sijui nikueleze vipi. Alimwathiri sana akili yake yule mama. Akili yake iliathirika kweli kweli. Nishajaribu sana kumrudisha lakini nimeshindwa. Nimemfanyia mambo mengi mimi ili arudi huyu mwanamume tuwe pamoja, nimeshindwa. Nimejaribu kufanya mengi ili nimsahau, nimeshindwa. Kila nitakavyokaa mimi namkumbuka. Mimi nikamchokoza tu. Mama amekufanya nini? Watoto 4 wewe, dunia hii watu wako wengi. Wela unayo. Sasa huyu kitu gani huyu? She unajua tena. Huyu bwana katekeleza haki yake vizuri. Sasa basi hakuna hata mimi nitakusaidia kwa kuombe kuja. Nikampa hii alqawiyu. Tena mimi nilimgia mara 76 tu. Kambe kila unapomkumbuka isome mara 76, mwambie Mungu mtoe akilini mwangu. Yule bwana anahangaika yeye sasa hivi kumroga yule mwanamke arudi tena. Ni jina lenye siri kubwa sana. Watu tulitumie, litatunufaisha. Sasa twende kwenye jina la pili. Al-Qarib. Hii ni sifa ya Mwenyezi Mungu kwamba yupo karibu. Aliye karibu ama uliye karibu. Jina hili ni mtu anayetaka kutengeneza ukaribu na Mwenyezi Mungu mkubwa. Ukitaka kuwa karibu mno na Mwenyezi Mungu, na ukitaka usogee karibu na Mungu, ili unaposema Mungu akusikie, tumia jina hili Al-Qarib. Watu wadumu na hili jina Al-Qarib, Al-Qarib. Hii inamsogeza mtu kwa Mwenyezi Mungu. Itafikia pahali nunguniko lako lolote Mwenyezi Mungu analisikia papo hapo. Al-Qarib. Lakini pia vile vile Mwenyezi Mungu anainyanyua sauti yako. Mtu ambaye ulimi wake utadumu na hili jina Al-Qarib, Mwenyezi Mungu huinyanyua sauti yake kwake. Akisema Mungu anasikia. Hata aseme kimaskhara. Na wanasema mwenye kudumu na hili jina hatakiwi kukasirika ovyo. Anaweza akasema jambo dogo sana kimaskhara, akaharibu maisha ya mtu.
Yaani mtu ukadumu na hili jina alafu ukaudhika, yule aliyekuudhi ukamwambia jambo kimaskhara tu, wewe hivi, wewe litamfika lile, lazima litamfika. Al-Qarib sasa ni neno ama ni jina la Mwenyezi Mungu ambalo linakufanya mtu usikike kwa Mwenyezi Mungu kupita maelezo mno. Hili jina linaleta kitu kinaitwa jawab na kabuli, lakini miongoni mwa sharti zake jina hili, mtu hutakiwi kula vitu vya roho kwa siku 40. Mtu hatakiwi kula kwa muda huo wote vitu vyenye roho. Vitu vyenye roho, samaki, kuku, sijui nini, maziwa, wengine wakasema asali, lakini asali mtu unakula tu, kuna tabu. Na unatakiwa uvae nguo safi muda wote, nguo tahara kutokana na najis, na ule chakula cha halali. Hapo mtu ule chakula cha halali, usile chakula cha dhulma. Katika riziki yako kusiweko na dhulma iliyoingia katikati. Chakula chako wewe kiwe ni cha halali, na mavazi yako anytime yawe ni masafi, yasiwe na najis, iwe ni mukhallada au ni mukhaffafa, najis yoyote ile isiwepo katika nguo yako, uwe tahara. Sawa sawa, Okay. Alafu sasa uwe unadumu na hili jina, na inatakikana sana uwe unadumu na udhu. Kaa muda mwingi na udhu, alafu lete dhikri hii, ya Qarib, ya Qarib, ya Qarib, ya Qarib, ya Qarib, ya Qarib. Mara yake, idadi yake ni mara 211. Idadi yake mara 211 kwa kikazi kimoja, mtu unaisoma hiyo. Lakini hii ya Qarib ina majina mengine matatu, ukiyaunganisha unapata siri kubwa sana. Atakayesoma ndo ataijua siri hiyo, mimi nitayasema. Ya Qarib, ya Mujib, ya Samiu. Ya Qaribu, ya Mujibu, ya Samiu. Mtu atakayesoma majina haya atapata siri kubwa sana. Lakini haya majina yake inaenda, idadi yake ni mara 2100 kwa kikazi kimoja, kwa kikazi kimoja. Na haitakikani kwenye kuisoma kwake mtu liingie neno lolote katikati. Anatakiwa adumu na hili neno, atakapoanza uradi huu asiseme jambo lingine lolote mpaka idadi hii kamilike. Hata kiasi cha kusema mtu adumu na haya majina, ya Qarib, ya Mujib, ya Samiu, yana siri kubwa sana. Leo siwezi kuyazungumzia haya matatu siri yake. Nimetoa ahadi kwamba tutazungumzia majina ya Mwenyezi Mungu haya matatu. Hii siri, ndugu yangu, narudia, ni kubwa. Tukaifanya, Mwenyezi Mungu atatujalia, tutaipata siri hii. Okay. Ya Qarib, ya Mujib, ya Samiu, kubwa sana mno. Hili jina ya Qarib, mtu akiwa mbali unataka kumvuta, yuko mbali, unamtaka, unatia nia, sawa? Mwenyezi Mungu, nasoma jina hili ya Qarib, fulani bini fulani yuko mbali na mimi, nataka aje anifuate, hata kama mtu kapotea. Lakini atakapokuja nitatoa sadaka, na thawabu za sadaka hiyo zimuendee Sheikh Ibrahim Adhami. Na swala la sadaka hapo, akisharudi na kuaga nini? Unatoa sadaka yoyote ile, kama ni chakula, bora sana ni chakula. Toa sadaka chakula. Tena Mwenyezi Mungu, natekeleza ahadi yangu, sawa? Hata kama mtoto kapotea, iwe ni mume kakimbia shenzi zake kaenda huko, mtandike na hii. Mwenyezi Mungu, nasoma hili jina ili nimvute fulani bini. Atakaporudi mbele ya uso macho yangu, nitatoa sadaka kwa ajili ya Sheikh Ibrahim bin Adhami.
Na hili mtu utalisoma jina hili kila baada ya swala ya subhi mara 100. Ya Qarib, ya Qarib, ya Qarib. Hii ni siku 7. Kumvuta mtu aliyekuwa mbali, atarudi labda awe amekufa. Hii hata chizi inamleta, atazunguruka tu, atakuja, utakutana naye uso kwa macho. Hata kama kuna kitu kilifanywa ama kiliwekwa, msiweze kukutana hivi mkaonana, mtapishana tu. Mkionana nyinyi mpishane. Ukiisoma hii shekhe mtakutana tu. Kuna kitu kinaitwa mfaraka Januari. Watu wanapiga mifaraka. Mnafarakana shekhe, kama ni mume na mke wanafarakana. Mume anakenda huku, mke anakwenda huku. Watu walikuwa wanapendana ghafla, wamekuwa chui na paka. Hasa kama wewe ni mzazi, ushaona situation hiyo kwa watoto wako, wote wapigie hii. Mwenyezi Mungu awalete karibu hawa, waje hapa. Au kama ni mume, unaona mke wako anaanza kubadilika, mienendo yake huielewi, anavyokwenda humuelewi, au mke mumeo humuelewi. Manake mtu anapoanza kukimbia kutelekeza, aanzi ghafla, taratibu. Kaondoka siku 3 bila kuaga, karudi usiku tu kabadilisha nguo, kaondoka tena. Anaondoka huyo. Huyo Januari anakimbia huyo. Mala kakaa wiki kimoja, kakaa siku 2-3 kachoropoka. Mala kuna nguo 2-3 waanze kuziona. Bwana ndo safari huyo. Mkamate huyo. Okay. Mshike ndege tunduni huyo. Narudia, kuna mfaraka mume, mke ndo anaweza kapigwa mfaraka tu mke. Yaani mke amtaki mume, anawekwa mbali na mkewe. Yaani unaweza ukaforce shehe kukaa, mkeo ni mke wako, lakini unalazimisha uwe naye karibu. Shehe, mke anakuchukia au mume anakuchukia shehe, mpaka inafikia tu hata zile hisia anakuwa hana kama na mume wake au na mke wake. Inafikia hatua hiyo. Sheikh, ukipigwa mufaraka, mwanamume anaweza kawa na nguvu vizuri, ni rijali kweli kweli, lakini akitoka kama na wake wawili akienda kwa mke mwingine, kule inafanya kazi, huku sheikh haifanyi kazi. Iko mifaraka hiyo, sio tu kwamba kuna mashaitani na majini. Akienda kule anakaa vizuri, akija huku mambo hayako. Sasa hii ya karibu hii unamrudisha. Au ukiweza chukua kitu kitamu, asali au sukari au chocolate, sawa, ichukue, isomee hii mara 7, ya karibu, ya karibu, Mwenyezi Mungu niweke naye karibu huyu. Hata kama mwanamke unamtaka umuoe hataki, chukua sukari, sawa, chukua sukari ile tamu, kitu kitamu, chukua, nenda dukani kapime, alafu isomee ya karibu mara 21. Mwenyezi Mungu, fulani ya kila anataka awe karibu na mimi. Alafu peleka nyumbani kwao. Sumu yake akinywa hiyo chai, kazi ana. Akinywa hiyo chai kaisha. Utamuoa tu. Si hataki? Au babake si mkali akutaki? Mimi nataka mtu alosoma. Wewe mwangalie tu mzee, sawa. Mzee, mimi bodaboda unanikataa? Hamna shida. Sawa. Tutaonana. Mimi si machinga unanikataa. Unataka wanaotembelea magari? Usijali baba. Kanunue tu sukari huko. Au kaongea tu na mwenye duka, bwana sasa hii pale, wewe itandike peleka. Au wakati unaenda kupeleka posa pale, sawa, na wafundisha watu ujanja jamani. Ukiwa unaenda kupeleka posa, beba vitu. Ndio wazee wa zamani kwa kutumia hekima, mtu posa endi kupeleka tu na fedha. Unaenda na zawadi. Zile zawadi zile unatandika mule kwenye mchele, kwenye nini, weka mule vitu vyako. Sumu yao wale. Wakila wameisha. Bibi, babu, mjomba, shehe wote wanakupenda. Kila simu. Wote wanakupenda. Wewe njoo mchukue huyu bwana. Jamani, njoo. Mbona jana tu? Wote wale unawakunyuga. Inawaweka karibu na wewe. Hata kama familia hivi mmekhtalifiana, hampendani, unaona ndugu zako au ndugu hawakutaki. Kuna watu wana ndugu wana mauwezo, lakini ndugu hamsaidii ndugu yake. Sasa wewe ambaye una ndugu ana uwezo na akusaidii, si vibaya, si unamwomba Mungu, mtandike kwa ya karibu. Mungu niweke naye karibu yule.
Na mtu ambaye unataka kuwa naye karibu, mpigie hii ya karibu. Shekhe, utakuwa naye karibu, lakini msije mkanipigia mimi. Mimi hainifiki hiyo. Haina shida. Haina shida kitu gani? Nawafahamu. Wafahamu. Unatandikwa mwenyewe hapo. Washangaza unaacha unaanza kuongoza huko. Msalie Mtume jamani. Allahumma salli. Ya karibu ina mambo kweli kweli. Okay. Mambo mno shekhe. Hii shekhe yoyote unamuona ndugu yako ameweuka, mtoto kimwambia wewe rudi nyumbani hataki, asikii, usipate naye tabu. Mpige na hii ya karibu, atarudi tu. Sasa ina faida nyingi, lakini kwa machache na faida zake ndogo ni hizo. Na kila kitu unachokitaka kina idadi yake. Ukitaka kusomea kitu mpe mtu wale. Mfano katika masala ya mapenzi ya kulainisha nyoyo, unachukua vitu vitamu vitamu. Vitu vitamu vitamu. Wakongwe tunatumia chocolate. Kweli mkongwe. Chocolate, vitu vitamu vitamu vile, unachukua unaisomea ya karibu mara 76 tu. Hiyo ni idadi ambayo haina tena juu yake wala haina chini yake. Sababu ukisomea mara 17, mfano mara 7 inaweza isifanye vizuri, utakiwa urudie tena, ile ukimsomea hii mara ngapi? 76 umefunga, lazima utampata. Tuendelee kwenye jina sasa la mwisho, ya Qadhi. Hili jina ya Qadhi, hewe mwenye kukidhi. Mtu ukiwa na haja yako, tafuta pahali sujudu, alafu sema ya Qadhi, ya Qadhi, ya Qadhi mara 40. Ile mara 41 ya mwisho mtu sema ya Qadhi al-hajati. Sawa Okay. Mara 41 ile ya mwisho mtu atakiwa useme ya Qadhi al-hajati. Kwa unasema kwanza zile 40 alafu unakuja kufungia. Alafu mwisho sasa ndio unasema ya Qadhi al-hajati. Alafu sasa ndio unaisema ile haja yako. Mwenyezi Mungu na haja fulani 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 fulani. Hiyo siku jua halizami, hiyo haja utaipata. Wanasema hata kama ukaifanya hiyo saa 11 na dakika kadhaa, bado sekunde kadhaa jua lizame, Mungu atakukidhia haja yako. Na mwenye kudumu sana na uradi huu akawa anatumia hii ya Qadhi kama uradi, mtu anaweza kaitumia mara 361 ya Qadhi. Idadi yetu, idadi nzuri, mara 361 anaitumia hii ya Qadhi, na muda wake ya Qadhi ni usiku. Sawa ya Qadhi, ewe mwenye kukidhi, ewe mwenye kukidhi, ewe mwenye kukidhi, nikidhie haja yangu. Mlazimishe sana Mungu na huu radi, na haswa kama una jambo kubwa au una future, una malengo makubwa sana mbeleni na ulishamuomba Mwenyezi Mungu. Sasa jitahidi sana unapokaa, dumu na huu ya Qadhi, ya Qadhi, ya Qadhi, nikidhie haja yangu fulani niliyokuomba. Sawa ya Qadhi, ya Qadhi, kila muda ukikaa ya Qadhi, ya Qadhi, ya tena muombe Mwenyezi Mungu jambo kubwa. Sawa hayale mambo yaliyoshindikana. Kuna mambo hata mtu ukikaa hivyo sema ili jambo kule linawezekana hili. Sasa muombe Mwenyezi Mungu. Alafu ukishamuomba hilo jambo Mwenyezi Mungu, sasa mtilie mkazo kwenye hili, dumu na hii ya Qadhi, ya Qadhi. Wewe unakidhi? Nikidhie haja yangu ya Rabbi. Mfano Mwenyezi Mungu anataka ubunge, niingie bungeni. Na mimi sikushe mnaniona pale. Kazi mnayo. Nitapeleka sera zangu Ubungo Kibangu, nitawaletea madaraja. Mtaa mzima Ubungo madaraja tupu. Wewe unipi kula? Januari unipi? Hiyo madaraja tu. Nimepita. Alhamdulillah. Na moja nilikumbuka ile ya Zenji. Kuna moja alisema bwana, huku bwana Zenji sasa hivi ni marufuku mwanaume kuoa mwanamke mmoja. Nani mbunge? Alikuwa anagombea urais. Marufuku kabisa kuoa mwanamke mmoja. Kuanzia wawili. Mashaallah. Hajapita. Hajapita, mimi ngeenda kuomba urais Zanzibar shekhe. Ningeenda Zanzibar na nikapotea moja kwa moja. Oye raha bana shekhe. Asikufiche mtu Januari. Nakwambia shekhe. Ili tunaligusia sana, lakini nakwambia ukweli.
shekhe, tuowe. Mungu mwenyewe kaanza hawa wawili. Wewe unakaa na mke mmoja kata ya treni kitu gani? Unakaa na mke mmoja kata ya treni kitu gani? Piga namba zile. Wewe zipange kama Mungu alivyofanya. Anza na 2. Kama Mungu alivyofanya, na wewe nenda vile vile. Lakini ugeuke nyuma. Usiowe tu kuoa ukamwadhibu mkeo. Uowe una haki ya kuoa. Usiowe kuoa kuifurahisha nafsi yako. Sawa Wanawake wanalaana. Mwanamke shekhe ukalidondosha chozi lake, na kweli ana haki, na chozi lake ukalidondosha akalia kwa uchungu, shekhe lazima laana ikupige. Nakwambia shekhe. Tena hasa vijana pia vile vile wanaoahidi wanawake ndoa, nitakuoa, alafu piu unapotea, unaondoka. Bora uondoke hujamgusa binti wa watu, uondoke umemzini. La ilaha illa Allah. We maisha yako shekhe katika hii dunia utasafa. Kuna vijana leo wanahangaika kimaisha, si laana za wazazi wao. Sasa binti unapomwadaa anatengeneza matarajio kwako ya kila kitu. Unajua mwanamke ni mtu rahisi sana kutengeneza future yake juu yako. Mimi nitakuwa na Januari, nitaishi naye hivi. Kwa kila kitu, malengo yake yote anakupa wewe, anayeweka kwako. Alafu sasa wewe huna hata hili moja kwake. Kwa kazi gani hayo? Unajua wanaume sisi kinachotutia katika mitihani kuyaharibu maisha ya wanawake wengi ni zile tamaa za kimili. Basi kabisa unajua mimi huyu sina future naye, lakini kwa kuwa na umbo zuri mashallah siwezi kumwacha hivi hivi. Huyu lazima mimi lazima mimi niwe naye. Unaiangalia nafsi yako maskini. Humwangalii tena yule binti wa watu ambaye utakayemharibia pale maisha yake. Wewe baada ya kuridhika, yeye mwenzio ndo tayari kashamaliza. Wewe uzai hii, yeye ndo anazaa. Kwa hiyo ifikie pahali pia lazima tuwe na huruma. Tuwaangalie hawa wanawake kwa jicho la tatu. Tusiwatizame tu kwa matamanio yetu ya kinafsi, ya kimili. Haifai ukajitizama wewe tu, huyu alivyo, mimi huyu simwachi huyu. Huyu mimi lazima nimle huyu. Maskini binti wa watu, yeye anakupenda kweli maskini. Aona huyu mimi mashallah atakuja kuwa mume wangu huyu. Wewe huna hata hili. Mbaya zaidi sasa, ili uweze kutekeleza dhamira yako lazima uende na vile alivyo, anavyotaka. Tutajenga, tutafanya hivi, tutakuwa hivi, itakuwa hivi. Aya, umetekeleza, kwanza umezini, pili umeharibu maisha ya mtu. Utafanikiwa wapi wewe? Labda sio Mungu, lakini Mungu hawezi kuwa na huruma na wewe. Kijana anayenitizama muda huu, nisikilize hilo. Wakina Januari, mwache kuharibu mabinti za watu. Januari mpo wengi huko. Wana watu wakasimamia. Haifai. Kwa sababu wanawake Mwenyezi Mungu amewajalia wenzetu hawa ni dhaifu kwa kiasi fulani. Unajua mke wa mtu kashaolewa, lakini unaweza ukaenda ukamtengenezea matarajio na akaiona ndoa yake haifai. Sasa mtu usipokuwa na huruma, ni rahisi kuyaharibu maisha ya wanawake wengi. Udhaifu wake mwanamke si mdogo. Mwanamke huwezi ukajinadi ukasema mimi mke wangu huwezi kumchukua. Mwanamke ni kitu dhaifu. Yaani mwanamke Mungu alivyomuumba mashallah, na ni mtihani. Ule urahisi wake na udhaifu wake Mwenyezi Mungu aliyomjalia ndo ili iwe rahisi sisi kuwapata. Mmoja alimuuliza mwanamke akamwambia, hivi nyinyi mbona hamna akili? Mmejaliwa uzuri lakini hamna akili. Yule mwanamke akamjibu kwa hekima akamwambia, lau kama sisi Mungu angetogea akili tusingeweza kuwa na nyinyi. Mungu ametogea akili ndogo ili tuweze kuwakubali. Kwa hiyo kuta mwanamke mzuri. Lakini huyu jamaa kampata-pataje huyu? Jana Dar es Salaam. Huyu kampata-pataje huyu?
Mwenyezi Mungu yale madhaifu yao amewajalia vile ili sisi tuweze kuwa nao. Sasa ibaki hivyo, tusiyatumie yale madhaifu yao kuwaharibu na kuyaharibu maisha yao. Mimi nimejaribu kuchunguza Januari, hata wanawake wanaojiuza wanaofanya mambo, wengine washakata tamaa. Utakuta kibinti kidogo kishazalishwa na mtu, aona basi mimi sitaki tena wanaume, siamini tena, sifanyi hivi, bora niende ninavyojua mimi itakavyokuwa na iwe. Binti anapoteza matarajio. Lakini sababu nini? Vijana, yale matamanio ya kinafsi. Sasa hivi na kuna mtihani huu, vijana hawaishi tu kumtamani mwanamke alivyo. Kijana anaenda na mtamani mwanamke, lakini mbali na hivyo anamuharibu maumbile yake yote. Atamuingilia mbele, atamuingilia nyuma. Nalisema wazi, si mambo yalivyo. Yapo hayo. Sasa wewe mniambie unamuingilia. Hey. Astaghfirullah. Mwenyezi Mungu atunusuru. Lakini vijana jamani, hala. Tumuogopeni Mwenyezi Mungu sana. Na tukirini madhambi yetu kwa Mungu. Hawa wanawake tuwaheshimu. Unapomdharau mwanamke uliyekuwa naye, umemdharau mama wa mtu. Inakuwaje wewe ukamwona mama yako anadharauliwa? Leo kuna vijana wameingia katika uhasama mkubwa na wazazi wao wa kiume. Kwa nini? Kwa sababu anamwona baba anamdharau mama. Kweli si kweli? Kweli. Baba mbona unamdharau mama? Mbona hivi? Mzee anazingua huyu. Anamdharau bi mkubwa hivi na hivi. Wakati huo na wewe kuna kibinti cha watu huku unamtia katika mitihani. Unamdharau, umheshimu. Kwa nini mama yako anasidharauliwe? Yule unayemfanya vile ni mama wa mtu. Tena angalia, maskini anaweza akaja kuwa mama wa mtoto wako. Wewe mwanamke mshenzi. Sasa tusitumie madhaifu yao kuyaharibu maisha yao, bali tutumie madhaifu yao kuyatengeneza maisha yao. Usije ukaenda ukachukua mke wa mtu kwa ule urahisi ambao Mungu kampa mwanamke na akakupa wewe kumpata. Wallahi Mwenyezi Mungu atenda kukuadhibu. Ndio maana sana mzinifu anaangaliwa mwanaume, kwa sababu mwanaume shekhi ndo mshawishiji. Asili ya zina kwa mwanaume itaanza tu mambo. Mimi kimerudi, wewe mume wako anakupa hivi. Mbona kama umeteseka wewe? Wewe rangi nzuri bwana. Yule anakuna nini? Njoo ingia kwenye gari. Kaa hapa. Muona mambo haya. Totote. Jamani. Wewe tena huko mambo ya kawaida haya. Binti wa watu unayaharibu maisha yake, tena kwa mali aliyokupa Mungu subhanallah. Mwenyezi Mungu atuhifadhi amali. Lakini yote kwa yote jamani, tuchukue tahadhari. Kuna moja ya swali lilikuwa bado halijajibiwa. Ulitoa kama dodoso, lakini watu wanahitaji kujua ndani zaidi. Ulisema kwamba kuna namna ambayo tunaweza tukaitumia Ayat Kursi katika namna ya kuongeza maumbile. Sasa kupitia Jawabu TV leo naomba tupatie jawabu hili. Kutumia Ayat Kursi katika kuongeza maumbile. Ili tulisha kulizungumzia katika grupu. Nadhani kipindi cha mwanzo kabisa kule, kabla masomo hayajasimama katika grupu la Jawabu TV. Na hatukuweza kuliweka bayana kama hivi kuchelea mambo mengi. Haya ni maradhi kama maradhi mengine, na nitatoa jawabu la haya maradhi. Lakini kabla ya kutoa jawabu la haya maradhi, kuna hii nukta ndogo sana niseme. Januari, Mwenyezi Mungu hakosei kuumba. Umbile Mungu alilokupa, Mungu alilokujalia, ana sababu ya kukupa. Ikiwa kama umepata magonjwa yakakupelekea hivyo, ikiwa kama mtu kapata na maradhi akampelekea hivyo, na Mungu anaumba atakavyo, inawezekana kuna mtu Mwenyezi Mungu akamjalia kilema hicho. Kama Mungu amekujalia kilema hicho sawa, lakini kama Mungu hajakujalia kilema hicho, basi ni kwamba ujue tu sawa, ujue namna gani ya kufanya ili mwenzio aridhike, na ujue kusudio la wewe kuongeza maumbo yako au maumbile yako ni lipi. Usifanye tu kufanya. Umeelewa Kwa sababu mwanamke haridhishwi na ukubwa wa maumbile, mbali
Kuridhika kwa mwanamke si ukubwa wa maumbile yako. Hapana, si hivyo. Ni vile ambavyo wewe utamhudumia mkeo akaridhika. Utamhudumia vipi? Utafanya vipi? Basi mwanamke ataridhika. Lakini ukawa na maumbile makubwa ambayo mimi sioni faida yake, sawa, na bado vile vile unajua ni ule weredi tu, nadhani ndo haupo. Wanawake hawajijui, wanaume hawajijui. Wanawake hawajui wanaume, wanaume hawajui wanawake. Elimu ya mambo hayo haipo. Sasa hivi katika mitandao imebaki tu mambo machafu machafu. Watu wanatukana tu, basi nitumie lugha kwamba matusi. Lugha chafu tu, lakini si elimu. Mambo haya ilikuwa yawe na utaratibu wake wa kielimu. Mtu ufunzwe, ujue unafanya nini kwa mkeo, na mke ajue anafanya nini kwa mumewe, ili mume ajue amridhishe mkewe afanye nini, ili mke ajue amridhishe mumewe afanye nini. Ni mambo hayo ya kielimu ambayo sasa hivi hayapo. Utafundishwa wapi? Utafundishwa na nani? Kwa hiyo tukilitambua hilo, tukalijua hilo, tukayajua hayo, wala haya mambo hayatakuwepo. Ukija ukaangalia vizuri Januari, hili suala la haya mambo limezuka miaka 10 hii kuanzia uenda hata 2015. Yaani kuna ka generation fulani inaitwa nini? Generation. Kuna ka generation fulani hapo katikati kuanzia 2014, 15 mpaka leo. Hiki ndio kimekuja kuyaleta haya mambo kwa kasi. Lakini mwanzo huko wala hayakuwepo. Na watu walikuwa kiishi katika ndoa zao vizuri. Ni kitu gani kilichoharibu mindset za watu? Vijana, kitu gani kilichoharibu mpaka wakafikia na kuingia huko? Tunayasema haya kwa faida, ni kama darasa na somo, watu waelewe. Usihangaike kijana mwenzangu, lazima kwanza ujijue. Ni mwanamke tu, mtu ukimfahamu inatosha kumridhisha na kumkidhia haja yake, na wewe mwenyewe ukijijua basi sawa. Hilo ndio jambo kubwa la muhimu mimi ninaloliona. Lakini kama mtu unaona una hali hiyo na una uhitaji haswa kweli wa kusaidika hivyo, utakachokifanya utachukua maji, utasomea Ayat Kursi 7 ukiwa umechuchumaa. Alafu utakamata mumbo yako, maumbile yako, umbo lako, alafu utalisomea Ayat Kursi vile vile 7. Sawa? Alafu utachukua ile maji uliyosoma Ayat Kursi mara 7 utapuliza. Unapuliza mara ngapi? Unapuliza maji mara 7. Alafu utachukua, utakamata huku, utapeleka mbele, utasoma Ayat Kursi mara 7. Sawa? Wakati unakamata hivyo unasoma mpaka Ayat Kursi inaisha mara 7 ukiwa umechuchumaa. Fanya hivyo ndani ya siku 3, siku 4. Sasa mtu afanye hivyo, akifanya hivyo atakaa vizuri inshallah. Naam. Majibu yamepatikana. Nashukuru. Basi sawa. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi watazamaji wa Jawabu TV, mpaka kufikia hapa tumefika mwisho katika kipindi hiki hapa, lakini mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa vipindi vingine. Kwa hakikisha una subscribe, lakini pia waambie ndugu jamaa na marafiki kwamba kupitia Jawabu TV utajifunza vitu vingi sana. Kwa hiyo share nao vitu kama hivi ili nao waje huko kwa ajili ya kujifunza zaidi. Mimi naitwa Januari, nyuma ya kamera ni Chuda. See you until next time. Lakini yote kwa yote tunasema Jawabu TV, tumbuza mambo ya kiroho. Shukrani. Shukrani sana.